Kuna aina ya magonjwa ukianza kuumwa, kama hujafunga mlango wa magonjwa, basi ni kama unakuwa umefungulia lango la magonjwa mengine. Unakuta umepata aina fulani ya ugonjwa, baada ya muda ni kama umefungulia malango ya magonjwa. Unatoka huu, unakuja huu, linatoka tatizo hili, linakuja lile. Unawaza ni kwa nini unapitia kipindi hicho. Ni kama kila ukipata pesa, basi unaita magonjwa yaje. Kila ukitaka kuinuka, magonjwa yanainuka. Kama hajatoka kwako, basi yanakuwa kwa mtu mwingine kwenye familia yako. Ninaomba Mungu akutie nguvu na Mungu akusaidie. Tuingie pamoja kwenye maombi ya kufunga lango la magonjwa kwenye maisha yetu. Ni maombi muhimu sana. Kuna wakati tunajisahau kuomba. Neema ya Mungu imefunuliwa na iko wazi. Mungu yuko tayari kutusaidia chochote. Anachohitaji kwetu ni imani na kukiri nini tunataka. Tambua kwamba wokovu unapatikana kwa njia ya imani na kwa njia ya kukiri. Vile utakavyokiri, vile utakavyopokea, ndivyo utakavyokuwa. Unahitaji kuzuia lango la magonjwa. Tambua kwamba ikiwa kuna lango la magonjwa limefunguliwa kwako, basi ni rahisi sana magonjwa mengine kupata nafasi. Kwa bahati mbaya sana, ukianza kwenda hospitali mara kwa mara kufanya check-up na wakati mwingine kupata msaada wa kidaktari katika jambo fulani, wakati mwingine ni kama unakuwa umefungulia lango la magonjwa. Ni vizuri kwenda hospitali, lakini baada ya kutoka hospitali, pata nafasi ya kufunga lango la magonjwa. Tambua kwamba mahospitali mengi katika ulimwengu wa roho ni lango la mauti. Ndiyo, kwa sababu shetani yuko pale kwa ajili ya kutafuta roho za watu na mauti iko pale kwa ajili ya kutafuta roho za watu. Hivyo tunapotoka kwenye maeneo yale, jitahidi kufanya maombi ya kuzuia magonjwa yale yasiendelee kwako. Jambo lingine muhimu, ikiwa umepata nafasi ya kulazwa hospitali, wakati tu unapelekwa kwenye kile kitanda, pata nafasi ya kukitakasa kile kitanda, kwa sababu katika namna ya kimwili kuna watu walilala pale wakaishia pale pale. Hivyo mahali pale panaweza kuwa ni madhabahu. Mahali pale panaweza pakawa ni lango la kufungua matatizo mengi zaidi. Takasa kitanda kile, na kama ulisahau kutakasa au ulisahau kujitakasa baada ya kwenda hospitali, basi una nafasi ya kumwambia Mungu, ninaomba utakaso. Najua niliingia kwenye lango la uponyaji na mauti. Niko tayari sasa hivi Bwana kuzuia lango la magonjwa kwenye maisha yangu na kufungua lango la baraka na uzima. Mungu ni mwaminifu, atakusaidia. Mungu ni mwaminifu, atakupa wepesi zaidi. Mungu ni mwaminifu, atakuinua zaidi. Tuingie kwenye maombi sasa. Mshukuru Mungu. Naomba rehema kama ulisahau kuzuia hilo lango. Baba, tunakushukuru kwa neema. Asante kwa uzima. Tunajua kupumua na kuwa na afya njema ni kwa neema yako, wala sio kwa nguvu zetu, ujanja wetu na akili zetu. Tumekuja mbele zako Bwana kukushukuru kwa kuwa umetutendea mengi. Ule ugonjwa ni wewe uliyetuponya. Ile mauti ni wewe uliyetukingia ikatukimbia. Yale matatizo ni wewe Mungu uliyetuepusha. Tunatambua ni wewe Bwana, sio kwa nguvu zetu, akili zetu wala ujanja watu. Basi ni neema yako pekee ndio ambayo imetusaidia. Ni neema yako pekee ndio ambayo imetukinga. Sio kwa nguvu zetu au kwa namna nzuri ambayo tunajua kujielimisha au kujitibu, bali ni mkono wako Bwana. Sio udaktari mkubwa ndio uliotusaidia, ni wewe Mungu. Maana kuna watu walienda hata kwa madaktari wenye nguvu na majina makubwa, lakini walikufa. Mungu katusaidia tukawa salama. Bwana, nakushukuru. Asante kwa ajili ya mtu huyu Bwana, tumekuja kukushukuru pamoja. Tunasema asante kupitia vinywa vyetu. Bwana, pokea shukrani katika jina la Yesu. Hata wakati huu Bwana, naomba rehema. Kama kuna mahali tulisahau kukuomba msamaha, tulisahau kujitakasa, tulisahau kukuomba utusaidie Baba, tunaomba rehema zako. Tuliona ni kama ni madaktari wametusaidia, tukaona kama ni hospitali zenye majina zimetusaidia, tukasahau kwamba Mungu unaweza kutumia madaktari, unaweza kutumia hata hizo hospitali zikaweza kutusaidia katika utimilifu wa uponyaji wetu. Mungu, tunaomba utusamee. Tumekuja mbele zako, namleta mtu huyu Bwana, naomba umrehemu. Hata wakati huu Bwana tumekuja mbele zako, niko pamoja naye kwa njia ya imani. Nazuia lango la magonjwa, nazuia lango la magonjwa, na kemea lango la magonjwa. Anza kuingia kwenye maombi sasa pamoja nami. Funga hilo lango la magonjwa ambalo limefunguka kwenye maisha yako, ambalo limefunguka kwenye familia yako. Baba, tunakataa roho ya kuumwa, tunakataa roho ya magonjwa, tunakataa pepo na kula fedha na uchumi ambao linatumia magonjwa. Ewe magonjwa, ondoka kwa jina la Yesu. Nafunga lango la magonjwa, nafunga lango la magonjwa katika jina la Yesu. Hilo lango la magonjwa ambalo limefunguka kwenye maisha yako, nalizuia kwa jina la Yesu, nalikemea kwa jina la Yesu. Haijalishi liliingia kupitia nini, nalikemea. Kataa ugonjwa, sema sio wa kwako. Kataa hilo lango la magonjwa, sema sio la kwako. Imetosha kuteseka, imetosha ugonjwa ukitoka unakuja ule, katika jina la Yesu. Lango la magonjwa toka, lango la magonjwa toka, pepo la magonjwa toka, katika jina la Yesu. Ninakukemea kuanzia sasa, toka kwa mamlaka ya jina la Yesu.
toka kwa mamlaka ya damu Yesu, na kuamuru toka lango la magonjwa. Nafunga kuanzia sasa, hakuna kuumwaumwa, hakuna watu kwenye familia kuumwaumwa. Na kemea hayo magonjwa, yafukuze kabisa, yaambie sio ya kwako, yaambie sio ya familia yako, yaondoe kwenye familia. Tunakuondoa magonjwa uliyeingia kwa namna yoyote ile. Tunavua vazi ambao tuliingia nalo hospitali tukalipokea au tukalivaa, na alivua vazi hilo la magonjwa, na vua vazi la mauti. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Huo ugonjwa uyeyuke na usije tena, huo ugonjwa uondoke kabisa, usiendelee kufuatilia tena katika jina la Yesu. Roho ya magonjwa, roho ya kupukutishwa, toka kwa jina la Yesu. Na ikemea roho ya magonjwa. Nasikia nguvu ya Mungu. Kuna mwingine ugonjwa na kunyemelea, ulikupataga tena unataka kurudie, na ukemea ugonjwa, kuachie kabisa, usikufate tena. Na kuamuru wewe ugonjwa, hauna mamlaka juu ya mtu huyu, hauna mamlaka juu ya familia hii, hauna mamlaka juu ya kizazi hiki, hauna mamlaka juu ya mtu huyu, hauna mamlaka kwa jina la Yesu. Toka na kukataa, mkatae ugonjwa, kataa ugonjwa. Ugonjwa ni roho, ikatae kwa jina la Yesu. Biblia inasema kwamba tutakula matunda ya vinywa vyetu, vile unavyokili ndivyo utakavyokuwa. Kemea, 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 kemea kwa jina la Yesu. Ya haribu ya magonjwa, ya kemea, sambaratishe. Toka magonjwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nayafuta hayo magonjwa, nafuta hicho cheti cha magonjwa waliokuandikia, waliokutabilia, waliokukatia tamaa. Naifunga hiyo roho ya magonjwa, ikuachie kuanzia sasa. Pokea uzima, wewe ni mzima. Natamka uzima kwako. Roho ya hofu iliyokuingia, roho ya mauti iliyokuingia, roho ya magonjwa iliyokuingia, sio ya kwako. Wewe ni mzima, pokea uzima. Wewe ni sehemu ya walio hai, wewe ni sehemu ya walio wazima, wewe ni kundi la walio wazima. Hautakaa kwenye kundi la wagonjwa, maana Mungu atakutakasa kabisa. Mungu akutakase damu yako, Mungu akutakase mfumo wako wa mwili, mifupa yote, Mungu akutakase nyama zote za mwili wako. Pokea uzima kupitia jina la Yesu na daktari Yesu. Uwe mzima kwa jina la Yesu. Mungu amesema wewe ni mzima, hakuna wa kupinga. Upokee uzima kwa jina la Yesu, amen. Ni mimi mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Amen. Nimeomba pamoja nawe, na hakika maombi haya yatainua imani yako na yatakuweka kuwa huru kabisa, nawe utamtukuza Mungu. Unasikia msukumo na amani ya kusindikiza maombi haya kwa sadaka yako ya hiari. Karibu kwa namba 0743913291. Ni namba ya Vodacom M-Pesa. Jina ni Godwin Ndelwa. Lakini pia unaweza ukaendelea kupokea vipindi vya kiroho, au ukaniambia mtumishi wa Mungu, naomba uniunge kwenye group la maombi, nami nitakuunga kwenye channel ya maombi ambayo utakuwa unaipata kwenye update kwa kunitafuta kwa namba ya WhatsApp. Hiyo inaonekana kwenye skrini yako 0682422779. Hizi namba nimezitaja kwa mtu ambaye uko Tanzania. Kama haupo Tanzania, basi utaanza na 255, alafu utaendelea na namba inayofuata, hautaweka 0. Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema. Mitandao yote ya kijamii andika maombi ni dawa au maombi tiba. Hakikisha akaunti hizo zote ambazo unazifuata unazifollow ni akaunti kubwa zaidi ya watu 100,000. Usifuate akaunti ambayo iko chini ya watu 100,000. Wengi wamejiingiza, ni matapeli, wanatumia udanganyifu na wanafanya hivyo kwa ajili ya kulaghai na kuaibia watu. Fuata akaunti rasmi kabisa za maombi ni dawa. Mungu akubariki, akutendee mema, uwe na wakati mzuri.